Tukiachana na hilo, tuelekee huko. Zikiwa zimepita wiki mbili tangu kituo hiki cha EATV kuripoti habari ya wakazi wa kata ya Lamadi kuomba mto Lamadi usafishwe ili kuepuka mafuriko. Kwa sasa maji yamefika maeneo ya biashara na kwenye makazi ya wakazi wa kitongoji cha Kisesa kilichopo katika kata hiyo. Mwanahabari wetu Anita Balingilaki na taarifa kamili. Wakazi wa maeneo hayo wakiwemo wajasiriamali wa soko la Kisesa wanasema uwepo wa maji kwenye maeneo yao hususan ya kufanyia biashara yanawapa hofu wapi wataelekeza biashara zao. Sisi ni wamama wajasiriamali. Mahali hapa tulipo hapa ni sehemu yetu ya kufanyia biashara. Lakini wamama tuna changamoto katika hili soko. Kuna muda unafika maji yanajaa hapa. Tunahama, tunakuwa wa kutangatanga mitaani kuuza. Saa hizi tuko kwenye hali ya maji. Halafu hatuna sehemu ya kuelekea. Hapa ndio tunapata kulisha familia zetu. Tunapata riziki watoto waende shule. Saa hizi maji yanataka yatutoe kwenye sehemu tunayopata mapato. Maji haya watusaidie serikali, mto ubomolewe ili maji yaondoke hapa mahali tunapouzia. Sisi biashara yetu ni ya kuunga. Unakuta mtaji ni shilingi hata 200,000. Sasa huo mtaji na wenyewe unataka kwenda na maji. Tunafanyeje? Tunaomba kilio chetu mtusikie. Suluhisho la maji kuingia kwenye makazi na maeneo ya biashara linatajwa kuzibuliwa kwa mto Lamadi ambao umejaa magugu maji. Na haya maji hayajaanza leo, yana muda mrefu, yanasumbua sana. Changamoto kwa sababu haya maji yanakuja kwa sababu huo mto umezibwa. Kwa hiyo maji yanapoingia hayaendi, yanakuja kwa wafanyabiashara. Nao akina mama hawa kwa kweli unaweza kukuta mama amekopa kule hela kwa ajili ya kuja kufanya biashara hapa. Ile hela atatoa wapi na kurejesha kule? Hii biashara yetu ni ya kuoza ya maembe. Kwa kweli haya maji yalipokuja hivi, sasa hivi wanategemea kuhama. Wataenda kuuzia wapi? Miaka ya nyuma bado ulikuwepo, lakini haukuwa na haya magugu yaliyojaa. Huu mto unaenda mpaka ziwani. Mitumbu ilikuwa inatoka ziwani mpaka hapa darajani. Mto huu ulikuwa umefunguka, maji yanatembea kutoka huko juu mpaka ziwani. Sasa hivi magugu yamejaa mpaka maji yanashindwa kupita. Hatimaye mvua zikinyesha, maji yanatapakaa, yanafuata makazi ya watu. Kwa mfano hapa kuna wauza maembe, wajasiriamali wa kuuza maembe, lakini kuna maduka. Mvua zinaponyesha maji yanajaa, yanasambaa mpaka kwenye makazi ya watu, mpaka kwenye maembe, mpaka wauza maduka wanafunga maduka. Kwa mujibu wa diwani wa kata hiyo, anasema hakuna mvua iliyonyesha, bali maji yametoka maeneo mengine ambayo mvua imenyesha. Tumeshangaa sana kukuta maji yamejaa mengi sana, yameingia kwenye makazi ya watu. Pale unaona kuna josho, imefurika josho, na hapa kwenye maeneo ya biashara ya watu maji yamejaa. Hawa mama walio nyuma yangu hapa ni wajasiriamali. Wana vikundi, wamekopeshwa mikopo, wanajitegemea kwa sababu tumewapa hamasa kubwa sana ya kufanya biashara. Leo maeneo yao ya biashara yamevamiwa na maji. Na ajabu ni kwamba maji haya yamevamia, mvua haijanyesha na maji. Imenyesha huko porini, maji yanakuja yenyewe. Tumekuwa ni kilio cha siku nyingi sana. Tuko tukiongea muda mrefu sana. Sasa imekuwa ni shida, imekuwa ni kero, imekuwa ni usumbufu mkubwa sana. Kama leo mvua itanyesha siku 3, tunakuwa na wakimbizi ndani ya kata yetu. Miaka 5 nyuma tulikuwa tunakaa hapo kwenye mkutano. Tunafanya mikutano hapo. Watu hawajafuata maji, maji ndio yanafuata watu. Na ni kwa nini maji yanafuata watu? Ni kwa sababu huo mto umeziba. Soko hili linaingiza pesa nyingi sana serikalini. Tumetangaza vyanzo vya mapato kwa ajili ya kukusanya pesa hapa. Tulikuwa na chanjo ya mifugo ya ng'ombe hapa. Tumeshindwa kufanya hivyo kwa sababu maji yameingia sehemu ambayo tulikuwa tunaotesha ng'ombe. Kutoka Busega mkoani Simiyu, Anita Balingilaki wa EATV.